Mambo haya uyafanye kabla hujamaliza mwaka 2025. Jambo la kwanza, samehe. Samehe wale wote waliokukosea. Hata kama hujakuomba msamaha, amua tu kuwasamehe. Lakini pia kumbuka kujisamehe mwenyewe. Kuna wale ambao umekosea wewe mwenyewe na unajisikia ndani ya moyo wako hatia, amua kujisamehe na kuanza upya. Jambo la pili ambalo ni muhimu kwako, amua kutengeneza na Mungu. Yaani pata muda wa kuomba msamaha mbele za Mungu. Omba rehema na msamaha. Kuna mambo ambayo umeyafanya mwenyewe kwa akili zako timamu, umemkosea Mungu wako kwa kujua au kwa kutokujua. Unasikia ndani ya moyo wako hatia kwamba umekosana na Mungu. Kumbuka, usimalize mwaka pasipo kuwa na mahusiano na Mungu wako mazuri. Usimalize mwaka pasipo kutengeneza na Mungu. Kila mmoja anajua ni namna gani mwaka na uanza, lakini matokeo mazuri ya kuanza mwaka inategemea na vile ulivyomaliza. Unaweza ukawa umeanza vizuri, lakini kama umemaliza vibaya inaweza kuharibu mwanzo wako wote. Amua kutengeneza na Mungu sasa. Mwambie Mungu, ninaomba unisamehe. Na kama itakubidi kufunga na kuomba kwa ajili ya matengenezo ya wewe na Mungu, amua hata kufunga na kuomba ili utengeneze mahusiano yako wewe na Mungu. Jambo linalofuata ambalo pia ni muhimu kabla kumaliza mwaka, chukua nafasi ya kufanya tafakari. Kuna mambo ambayo uliweka malengo ya kwamba ulimwomba Mungu yaweze kutimia, au ulijiwekea malengo yaweze kutimia, ni kwa nini hayajafanyikiwa? Na kama utagundua sababu za kutokufanikiwa hayo zilikuwa zinasababishwa na wewe binafsi, basi mwambie Mungu, ninaomba uniongezee juhudi, hekima, maarifa na ufahamu ili wakati wa mwaka 2026 yale ambayo nilishindwa kuyatimiza niweze kuyatimiza. Na kama utagundua kwamba ulifanya juhudi na mapambano yote, lakini pengine ulikuwa sio wakati wa Mungu au kuna vizuizi vya kiroho, chukua nafasi hii sasa kuenda kuangusha kila vizuizi vya kiroho hivyo visiendelee katika mwaka 2026. Kuna wale ambao vizuizi vilikuwa vimeinuka vya nguvu za giza. Kuna wale ambao mlikuwa mnapigwa vita kwa namna ya kiroho. Chukua nafasi hii, mwambie Bwana, kila vita ambayo nilipitia, kila vita ambayo nilipigana ambayo si vita yangu, ninaomba Bwana vita hii ninaihamisha iwe kwako, maana neno lako nasema kwamba vita si yenu bali vita ni vya Bwana. Nami nimekuja mbele zako Bwana, nakatai vita kuendelea kupigana nayo mwaka unaofuata. Unajua kuna baadhi ya vita ukipigana nazo zinakupotezea muda. Yaani kadri unapopigana vita fulani au changamoto fulani, unajikuta uwezi kufanya kitu fulani, uwezi kuweka muda kwenye jambo fulani, unang'ang'ana tu kwenye kitu kimoja. Mwambie Mungu akubadilishie vita. Mwambie Mungu akuhamishie vita, usibaki na vita ile ile. Mwambie Mungu, ninaomba unisaidie, unipe nafasi nyingine. Lakini pia usimalize mwaka pasipo kufanya jambo hili lifuatalo ambalo pia ni jambo la msingi sana. Ikiwa Mungu amekupa nafasi, una wazazi na una ndugu, watu ambao walikulea au walikusaidia, chukua nafasi hii kutambua thamani ya yale ambao wameyafanya kwako. Na kama Mungu amekubariki, basi rudisha shukrani kwao kwa maneno, lakini pia kwa matendo. Hii itaongeza mahusiano yako na wao, kwa sababu imeandikwa katika imani, unapowatendea watu wengine mema, hasa wale ambao wamekuwa na uhusiano na wewe, unajitengenezea mazingira mazuri ya kubarikiwa zaidi, kwa sababu si kila baraka inatoka kwa Mungu moja kwa moja. Zingine Mungu ameziweka kwa watu waliotuzunguka. Tunaposhukuru kwa watu ambao Mungu ametupa, basi hizi baraka zinamrudia Mungu. Tunaposhukuru kwa ajili ya watu ambao Mungu amewafanya kwetu kuwa madaraja, Mungu anafurahi zaidi, anaona kwamba tumeheshimu, anaona kwamba tumejali. Lakini pia pata muda wa kumshukuru Mungu. Si tu mshukuru kwa maneno, andaa sadaka yako ya kumwambia Mungu asante kwa yale yote ambao umeniepusha, umenitendea, umenipigania, umeniokoa. Mshukuru Mungu kutoka ndani ya moyo wako. Wakati mwingine moyo wa shukrani unafanya kuaminiwa kwenye mambo makubwa. Neno la Mungu linasema wazi ya kwamba mtu wa kwenu akiwa mwaminifu katika mambo madogo, mimi nitamheshimu au nitamwamini katika mambo makubwa. Kwa hiyo tunaaminiwa na Mungu kupitia mambo madogo madogo. Hilo jambo ambalo unaliona wewe kwako ni dogo, kwamba nawezaje kumshukuru Mungu, jambo lenyewe ni dogo, lakini katikati ya hilo kuna mtu limemwangamiza. Hilo ambalo unaliona wewe kwako Mungu alikusaidia ni kama halina maana, kuna mtu mwingine limempoteza. Kwa hiyo mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa sababu umenipa nafasi ya kufika tarehe ya leo, mwezi kama wa leo. Unajua kipindi cha mwisho wa mwaka kuna nguvu kubwa ya adui shetani, ikifanya makafala, ikichukua damu za watu, ikifanya mambo mengi ya uharibifu. Ndio maana utakuta maovu mwisho wa mwaka yanaongezeka.
Dhambi za sirini zinaongezeka. Watu wanafanya dhambi za ajabu mpaka unashangaa. Watu wanafanya mambo ya aibu mpaka unashangaa. Ikiwa Mungu amekupa ufahamu huu, mshukuru Mungu. Mungu amekuepusha na mengi. Kuna mahali ulipita, kuna kipindi ulipitia, kuna mtego fulani ambao ulibidi ukuangamize, au kuna mahali ulipitia ilibidi upate ugonjwa fulani, lakini Mungu amekusitiri, amekulinda. Unao nafasi ya kumwambia Mungu asante. Lakini pia kuna jambo ambalo limekuwa linakuangusha mara kwa mara mwaka huu. Yaani kidogo tu unajikuta umeanguka kwenye jambo hilo. Tengeneza mikakati na muombe Mungu akupe nguvu ya kulishinda jambo hilo lisikuangushe tena, ili uweze kuwa mtu muhimu na mtu ambaye umeweza kuyashinda yale ambayo yalikuwa yanakudhonga au yalikuwa yanakusumbua. Lakini pia kabla ya kumaliza mwaka, ili pia ni jambo la muhimu uweze kulifanya, ni jambo muhimu sana sana sana. Kabla ya kumaliza mwaka, ikiwa Mungu anakupa nafasi ya kubarikiwa, basi kama kuna wahitaji wamekuzunguka au kuna watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, kumbuka kuatia moyo kwa kile ambacho Mungu amekubariki. Shukuru pamoja nao, wabariki, waguse. Hii itaongeza thamani yako mbele za Mungu, na Mungu atakuinua katika mambo makubwa ambayo hukutegemea. Mungu atakutendea yaliyokuwa mema, na utaona mkono wa Mungu ukiwa pamoja nawe, ukikuvusha kwenye mambo ambayo katika hali ya kawaida usingeweza kuvuka mwenyewe kwa akili zako, bali kwa mkono wa Mungu utaona Mungu anakusaidia. Lakini pia pata muda wa kuomba ulinzi. Mwambie Mungu, ninaomba ulinzi wako. Mungu akulinde, akulindie wale watu wa muhimu kwenye maisha yako. Kuna vitu natamani Mungu avilinde kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, ninaomba ulinzi wako. Naomba tumalize salama. Naomba ulinzi, nimalize salama mwaka. Lisitokee jambo lolote. Zuia roho za mauti, zuia roho za ajali, roho za mikosi, mambo mabaya ambayo shetani anayaandaa. Pata muda wa kufanya maombi ya kuzuia mipango yote ya giza. Zuia kila hila, zuia kila mishale, zuia kila mipango ya yule mwovu shetani. Mwambie Mungu, ninaomba ulinzi wako. Mwambie Mungu, ninaomba neema yako, ninaomba nuru yako, naomba ulinzi wako unilinde, naomba mkono wako uwe pamoja nami, naomba nguvu zako ziwe pamoja nami. Lakini pata muda pia wa kuomba maombi ya urejesho. Unarejesha nini? Kuna vitu ambavyo havijatimia katika maisha yako. Unamwambia Mungu, ninaomba vile ambavyo havijatimia au vile vilivyoibiwa, ninaomba urejesho. Kuna watu mlikuwa waombaji, mlikuwa mna karama fulani, mlikuwa na neema fulani, mlikuwa na uchumi fulani. Mwambie Mungu, ninaomba urejesho. Mwambie Mungu, ninaomba urejesho. Naomba kurejeshewa kile ambacho kiliibiwa, kurejeshewa kile kilichopotea. Rejesha vitu vyako, rejesha mambo yako, rejesha huduma yako, rejesha karama yako. Mwambie Mungu, nisaidie mwaka ujao nikaweze kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini pia pata muda wa kuunuia au wa kusemesha mwaka ujao. Usemeshe mwaka ujao. Uambie unataka mwaka uaje. Uambie mwaka unataka uendaje. Uombee, utabirie, usemeshe, semea mwaka. Nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Uambie mwaka 2026 unataka uaje. Uambie kwa maombi. Uambie kwa maombi, usemeshe, na Mungu atakusaidia na utaona mkono wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Yako mengi ya kuyafanya, lakini tutaendelea kupeana kadri muda utakavyozidi kwenda. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Natamani niendelee kusema nawe na kuomba na wewe. Karibu kwenye vipindi vinavyofuata kwa kuingia YouTube channel kwa kuandika Maombi ni Dawa, au TikTok kwa kuandika Maombi ni Dawa, au karibu moja kwa moja kwa namba WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. Mungu wa mbinguni akubariki.